Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale alojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Samia ahidi kuendeleza miji ya Karatu, Monduli na Ngorongoro ili iweze kuendana na hadhi ya kupokea watalii. Huku mgombea nafasi ya urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU akiahidi kuboresha sekta ya afya. Katika biashara, Tanzania na Kenya zaondoa vikwazo vya kibiashara. Na katika habari za kimataifa, Wapalestina 57 wameuawa Gaza kutokana na mashambulizi ya Israel. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa urais wa nafasi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendeleza miji ya Karatu, Monduli na Ngorongoro ili iweze kuendana na hadhi ya kupokea watalii, huku pia akiahidi kuendelea na ujenzi pamoja na uboreshaji wa viwanja vya ndege vilivyopo katika maeneo hayo ili kukuza sekta ya utalii katika mkoa wa Arusha. Gulaki Msola anayo taarifa zaidi. Dr. Samia ambaye amefanya mikutano miwili kwa siku ya leo ikiwemo wilayani Karatu mkoani Arusha, akiwa anaaga mkoa huo kuelekea mkoani Manyara, amezungumza na wakazi wa Karatu, Ngorongoro pamoja na Monduli, ambapo amewaahidi wakazi hao kuwajengea barabara kuelekea uwanja wa Karatu kwa kiwango cha lami endapo atachaguliwa katika miaka 5 ijayo, pamoja na ukarabati uwanja wa ndege wa Waso uliopo eneo la Monduli mkoani Arusha ili kuwezesha ndege mbalimbali kuweza kutua. Baada ya kuzungumza na kuaga wakazi hao wa Arusha, mgombea huyo kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi akaelekea mkoani Manyara, ambapo akizungumza katika wilaya Hanang, Dr. Samia pamoja na kuahidi kutatua kero mbalimbali ikiwemo ya barabara, ameahidi kuboresha uzalishaji wa zao la ngano hadi kufikisha tani milioni 1 kutoka katika wilaya Hanang ifikapo mwaka 2030. Nataka niseme ni maamuzi ya serikali kwamba tunakwenda kuongeza maeneo ya wafugaji kutoka ekari milioni 3.6 mpaka ekari milioni 6. Tunakwenda kuongeza eneo na kuwafundisha wafugaji kuhusu ufugaji wa kisasa na upandaji wa nyasi ili waepukane na ule mzunguko wa nchi nzima. Lakini pamoja na hayo, tunakwenda kukarabati miundombinu ya minada 4 ya mifugo, kujenga majosho 13 pamoja na machinjio ya kisasa. Lakini jengine, kuna ombi la mkoa wa kikodi ambao hili hata mimi limenifurahisha. Ina maana watu wa maeneo haya kwa hiari yenu ni walipaji kodi wazuri. Kwa hiyo badala ya kupata usumbufu wa kwenda maeneo mengine, mnaomba mkoa wa kikodi huku. Taliwasilisha kwa kamishna mkuu wa TRA na nina hakika ananisikia, tutakwenda kulifanyia kazi. Awali akizungumza kabla ya kumkaribisha Dr. Samia, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro ameomba wakazi wa mkoa wa Manyara kujitokeza na kushiriki katika uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba 29 na kwenda kuwachagua wagombea wa nafasi mbalimbali kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi kutokana na kazi nzuri inayofanywa na chama hicho. Naye waziri mkuu mstaafu na mratibu wa uchaguzi kanda kaskazini CCM Fred Kisumae pamoja na baadhi ya wagombea wa nafasi ya ubunge wameahidi kumpa Dr. Samia kura kutokana na kazi alizozifanya katika mkoa wa Manyara, hususan katika miradi ya maendeleo. Kwingineko, mgombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU Majalio Kiara amewaahidi wa Tanzania endapo watamchagua kuwa rais atahakikisha ndani ya siku 450 anaboresha sekta ya afya, hatua ambayo amedai itasaidia pia kupunguza changamoto zinazowakabili wajawazito wakati wa kujifungua. Taarifa yake Joseph Ndao inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akiwahutubia wananchi wa Tabora mjini, Kiara ameeleza dhamira yake katika kuboresha sekta muhimu zinazogusa maisha ya watu, ambapo kwenye sekta ya afya ameahidi kufanya maboresho makubwa kwa wajawazito endapo Oktoba 29 mwaka huu atapata ridhaa ya kuliongoza taifa. Endapo mtatupatia kura nyingi za ndio, kuna siku 450 kwa ajili ya kina mama wajawazito. Sawa?
Kupitia ilani yetu tumeliweka wazi hilo siku 450 za kuhakikisha mama tunamtunza, mama tunamlea ili akazae kiumbe ambacho kinakwenda kulijenga taifa letu bora la kesho. Kwa upande wa sekta ya mifugo, mgombea huyo wa urais kwa tiketi ya SAU amesema imebeba uchumi mkubwa wa wananchi hasa wa mikoa ya kanda ya Ziwa, hivyo serikali yake itapata umuhimu wa kipekee sekta hiyo. Sababu ng'ombe wetu wanapochukuliwa hapa, tunataka machinjio yawe hapa Tabora, tuchinje ng'ombe zetu hapa na mbuzi, tupakie tupeleke Dar es Salaam na kwingine, ndugu zetu wakale nyama. Oktoba 29 mwaka huu, wananchi wenyewe wataamua kutokana na yale wanayoyasikia wakati huu kwa wagombea wakinadi sera zao. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema viongozi wa siasa, viongozi wa dini na waandishi wa habari wana wajibu wa kuhubiri amani wakati nchi ikielekea katika uchaguzi mkuu 2025. Ameeleza kuwa amani ndio nguzo kuu ya maendeleo katika nchi yoyote inayohitaji maendeleo na ustawi wa watu wake. Amesema sio sahihi kwa wanasiasa na viongozi wa vyama kuwashawishi wapiga kura kulinda kura baada ya kupiga kura, kwani kazi hiyo hufanywa na mawakala wa uchaguzi kisheria na sio vinginevyo. Amebainisha kuwa hatua ya kuwataka wananchi kulinda kura kutachochea uvunjifu wa amani, jambo litakalostahiki wakati huu ambapo nchi imedumu katika amani, maelewano na utulivu mkubwa. Ameeleza kuwa bado nchi inahitaji maendeleo zaidi, hivyo kudumishwa kwa amani ni jambo la lazima ili serikali iendelee na mipango ya maendeleo. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kwa sala ya Ijumaa na dua maalum ya kumwombea pamoja na kuliombea taifa iliyofanyika msikiti mkuu wa Al-Albal wa Tazari, mkoa wa Kaskazini Unguja. Wakati tunaelekea katika uchaguzi katika siku chache zijazo, tunao wajibu viongozi sote, tuwe wa siasa au wa dini au waandishi wa habari, wale ambao wanafuata wafuasi wengi, tunao wajibu wa kuhimiza amani na utulivu katika nchi. Hakuna jambo kubwa katika nchi yoyote zaidi ya amani. Maana mengine yote yanakuja nyuma ya amani. Kuwepo kwanza amani, halafu ndio tuzungumze mengine. Tukikosa amani, wala hatutosimama kusema hatuna maji au hatuna barabara au hatuna shule. Tutasema kwanza tunataka amani. Na amani kurejesha kazi kubwa duniani. Mimi natakuwa na nyinyi natakuwa. Maana siku hizi kila kitu kiko kwenye vyombo vya habari. Kwa upande wake, katibu mkuu mtendaji wa ofisi ya Mufti Sheikh Khalid Ali Mfaume amewasihi waumini wa dini ya Kiislamu kuyazingatia mafunzo na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuepukana na shari na uvunjifu wa amani. Naye Imamu mkuu wa Masjid Abral amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa maendeleo makubwa aliyofanya kwa wananchi wa Tazari na mkoa wa Kaskazini kwa ujumla katika huduma za elimu, afya na miundombinu ya barabara, na kuahidi kuendelea kumwombea mafanikio zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa walimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote hapa duniani, kwani ndio wanaotoa rasilimali watu yenye elimu ambayo ni muhimu zaidi ya taifa. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Amesema kuwa mafanikio ya kielimu, kijamii na kiuchumi yanatokana na juhudi za walimu, kwani walimu ni fahari ya familia, jamii na nchi. Kupitia mikono yao vijana wa Kitanzania wamejengewa maarifa, stadi na maadili ya kizalendo. Amesema hayo Ijumaa Oktoba 3 wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani, ambapo kiwilaya ameadhimishwa Bukombe mkoani Geita katika uwanja wa shule ya sekondari ya Ushirombo. Amesema kuwa kwa kutambua umuhimu wa kada ya walimu hapa nchini, serikali ya awamu wa 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mazingira ya kada hiyo, ikiwemo kwa kuwapandishia madaraja na kuimarisha mafunzo kwa walimu. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Aidha, kwa kufanya msawazisho wa walimu wa ndani wa mikoa husika na yenyewe pia iangaliwe
na kuondoa msongamano, mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule ipate walimu wa kutosha na kila mtoto wa Tanzania apate kufundishwa na mwalimu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, angalia shule nyingi za mjini hapa zina walimu 40, 50, lakini kule kuna walimu 5, 6. Punguza hawa, wapeleke kule wajaze na wenyewe ili shule ziweze. Naye naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko amesema kuwa taaluma ya ualimu ndiyo taaluma pekee inayomtengeneza mtu ili aweze kuwa bora kuliko hata ualimu wenyewe, na wakati wote kujinyima muda wake na nguvu zake zote za kumtengeneza mtu kuwa mume au mke bora na hata mzazi bora. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taaluma ya ualimu ndio taaluma pekee ambayo humtengeneza mtu awe bora kuliko hata ualimu wenyewe. Mwalimu wakati wote hupambana kumfanya mtu kuwa bora kuliko hata yeye. Hujinyima muda wake na nguvu zake zote kumtengeneza mtu kuwa mume bora ama kuwa mke bora wa familia fulani, na baadaye pengine kuwa mzazi bora. Humfanya mtu kuwa raia mwema kwenye nchi. Zaidi sana humfanya kuwa mtumishi ama mfanyakazi ama mzalishaji mali bora wakati wote wa maisha yake. Hii ni taaluma ambayo tunaamini kuwa ni taaluma ya uumbaji wa pili baada ya mwanadamu kuzaliwa na wazazi wake. Kazi ya pili ya kumuumba mwanadamu huendelea hapa duniani, na muumbaji huwa ni mwalimu. Mwalimu ndiye anayetoa mwelekeo wa maisha ya kila mtu, na ukiona jamii yoyote yenye ustaarabu na kustaarabika haihitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazowawezesha walimu kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya, ikiwemo ujenzi wa miundombinu shuleni, na lengo likiwa ni kukuza ujifunzaji na ufundishaji. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na majukumu mengine ya kutunga na kusimamia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo, inasimamia pia maendeleo ya elimu msingi, mafunzo ya walimu tarajali na mafunzo ya walimu kazini. Katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wizara imeendelea kufanya shughuli mbalimbali ambazo zimemwezesha mwalimu kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kwa ufanisi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imewataka wadau wa maendeleo pamoja na sekta binafsi kushirikiana na serikali katika kuwezesha ulindwaji wa haki za binadamu pamoja na haki za wanawake, hususan kwa kutoa maoni yatakayowezesha na uwepo wa sera za miongozo itakayopunguza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Goodluck Msolla anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria katika mdahalo wa kitaifa kuelekea siku 16 za kupinga ukatili, mdahalo ulioendeshwa na taasisi ya WiLDAF, mkurugenzi wa sera na mipango kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Mbaraka Stambuli amesema serikali ya Tanzania inatambua na kuthamini utu wa mtu, ikiwa ni pamoja na kupinga aina zote za ukatili wa kijinsia, na ndio maana imeridhia mikataba ya kikanda na kimataifa pamoja na kuunda sheria ambazo zitakabiliana na changamoto ya ukatili dhidi ya mwanamke. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 katika ibara ya 13 inaeleza kuwa watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Kwa mujibu huo wa ibara hii ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni dhahiri kuwa katiba inawapa hadhi sawa watu wote mbele ya sheria pasipo kujali jinsia, hali, wadhifa, elimu au uchumi wa mtu. Hivyo kwa tafsiri nyingine, katiba inakataza vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake au kwa mtu yeyote, ikiwemo ukatili wa kidijitali. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalojihusisha na masuala ya wanawake UN Women, Bi Catherine Gifford, pamoja na mkurugenzi wa shirika la WiLDAF Tanzania Bi Anna Kulaya
wamesema tatizo la ukatili dhidi ya wanawake limeendelea kukua siku hadi siku, hasa kupitia ukatili wa mitandaoni, ambapo takwimu zinaonyesha 80% ya wanawake waliopo kwenye mabunge mbalimbali duniani wamekutana na ukatili wa kijinsia hasa kupitia mtandao, huku Tanzania 70% ya wanawake walioko katika siasa wakiwa wamefanyiwa ukatili wa kimtandao. Mitandao pia ikitumika vibaya inaweza ikasababisha ukatili, na kwa bahati mbaya sana hasa kwa wanawake imekuwa saa nyingine watu wanaitumia mitandao katika kudhoofisha nguvu za wanawake, katika kuleta masuala mazima ya kutishia wanawake katika kushiriki katika masuala ya uongozi, katika masuala ya siasa, katika masuala ya demokrasia. Takwimu ziko nyingi, lakini nitaanza tu na takwimu kwanza kwa hali halisi ya ukatili, kwa sababu ukatili wenyewe tunapozungumzia swala la ukatili wa kijinsia, lakini kuna ukatili wenzetu wa UN Women walienda mbele zaidi, wakaleta hata tuseme tafsiri ya ukatili wanaofanywa wanawake na wasichana katika siasa na uchaguzi. Mdahalo huo pia umehudhuriwa na wadau mbalimbali kutoka vyama vya siasa, asasi za kiraia, wadau wa maendeleo pamoja na taasisi za serikali kama vile Jeshi la Polisi na TAKUKURU, ambapo akizungumza naibu msajili wa vyama vya siasa nchini Sisti Nyaoza pamoja na Joyce Nyoni kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii nchini, wamesema ukatili dhidi ya wanawake waliopo katika ulimwengu wa siasa haukubaliki, kwani kufanya hivyo ni kurudisha nyuma jitihada za kumuinua mwanamke hususan katika masuala ya uongozi. Hata hivyo, katika mdahalo huo pia wadau hao wametaka kutungwa kwa sheria kali dhidi ya vitendo vya ukatili mtandaoni pamoja na utekelezwaji wa kanuni na sheria zilizopo ili kukabiliana na changamoto hiyo kuelekea maadhimisho ya siku 16 za kupinga vitendo vya ukatili. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Chama cha madaktari bingwa wa saratani Tanzania TOS kimesema kinaendelea kushirikiana na jumuiya za kimataifa kuweka mikakati ya kudhibiti ongezeko la ugonjwa wa saratani nchini unaotarajiwa kuongezeka zaidi katika miaka ijayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa kimataifa wa saratani uliojumuisha washiriki zaidi ya 300 kutoka mataifa mbalimbali, mwenyekiti wa TOS Dr. Jerry Ndumbaro amesema Tanzania inakabiliwa na mfumuko wa wagonjwa wa saratani. Amesema kwa miaka 5 hadi 10 ijayo ugonjwa huo unaweza kuongezeka mara 3 zaidi, na huku saratani ya shingo ya kizazi ikiongezeka kwa wanawake, na kusisitiza kuwa ugonjwa wa saratani unatibika iwapo mgonjwa atawahi kufika hospitalini. Kwa sasa hivi Tanzania imepata mfumuko mkubwa au idadi kubwa ya wagonjwa wa saratani. Kwa mwaka inakadiriwa na Shirika la Afya Duniani kwamba tuna zaidi ya wagonjwa 44,45 kwa mwaka, wagonjwa wapya wa saratani. Na pia huu ugonjwa inaonekana kwamba baada ya miaka 5 na 10 utaendelea kuongezeka mara 3 zaidi yake kulingana na takwimu zinavyoonyesha za tafiti mbalimbali. Sasa nini kifanyike au tatizo ni nini, tiba iweje? Hilo ndio dhumuni ambalo tumekutania hapa sisi wataalamu, kwamba tuangalie tatizo hili tunalipunguza kwa kiasi gani. Naye mshiriki kutoka Kenya Dr. Isaac Kima ameeleza kufurahishwa kwake kushiriki katika kongamano hilo kwa mara ya kwanza nchini Tanzania na kupongeza jitihada zinazofanyika katika mapambano dhidi ya saratani, huku daktari bingwa wa saratani kutoka hospitali ya Shufaa jijini Dar es Salaam Margaret Paul akiwataka wanawake kwenda hospitalini mara tu wanapohisi dalili za ugonjwa huo ili kuepuka kuchelewa kupata matibabu. Cha muhimu ni kwamba ukiwa hausikii vizuri, ukiwa unashuku kuna shida ama kasoro kadogo hivi, ni vizuri lazima uende kwa daktari. Daktari ndio ataweza kuangalia, atafanya vipimo kadhaa, na kulingana na Kenya atapata, atajua njia nzuri ya kukutibu, ama kama atakuelezea kama ni saratani ama si saratani. Kwani mkutano ni mzuri sana, washiriki ni wengi kutoka nchi mbalimbali, na kwa kweli tunatarajia kujifunza vingi kutoka kwa wenzetu. Kwa hiyo tunatarajia kujifunza mengi kwa kweli. Ushauri wangu kwa kina mama ni kwamba kujichunguza mapema kabisa, kwa sababu saratani kwa katika hatua za mwanzo inapona. Kwa hiyo kabla hujana dalili zozote, njoo jichunguze. Aidha, kongamano hilo lina lengo la kutathmini na kubadilishana uzoefu wa kitaalam, kujadili mikakati ya pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na saratani.
Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imetaka bodi ya usajili ya wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi kusimamia vyema wataalamu wa fani hiyo katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya ujenzi nchini kwa kuhakikisha wanazingatia weledi, uadilifu na matumizi ya teknolojia za kisasa ili miradi iweze kukidhi viwango kulingana na nchi. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa idara ya ufundi na umeme kutoka Wizara ya Ujenzi, Mhandisi Mwanahamisi Kitogo, wakati wa hafla ya kutoa vyeti vya usajili pamoja na kanuni za maadili kwa wataalamu 170 waliokidhi vigezo vya usajili wa bodi hiyo. Usajiliwa ni sehemu ya uhakiki na ubora. Mipangilio yenu, hesabu zenu, uangalizi wenu na gharama za usanifu inakuwa maisha na mali. Msichukue mradi wowote bila kufuata kanuni na maadili ya kitaaluma. Pia bila kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya nchi. Nendeni mkafanye kazi kwa uadilifu na haki. Bila haki, bila uadilifu, taaluma yenu itakuwa haina maana na wala hamtotambulika vizuri. Msitumie nafasi yenu kwa maslahi binafsi. Hakikisha mnaendelesha kazi zenu kwa uwazi, mshirikishi wateja wenu na wadau husika katika mradi husika. Kwa upande wake, kaimu msajili wa bodi ya usajili wa wabunifu wa majengo na wakadiriaji majenzi, Dr. Daniel Matondo, amesema wapo wataalamu ambao hawajasajiliwa na wanafanya kazi za ubunifu na ukadiriaji majenzi kinyume na utaratibu. Hivyo ameitaka jamii kuwa makini ili kuepuka madhara. Kumekuwa na mambo mbalimbali yanayojitokeza. Wako wataalamu ambao bodi hajawasajili, ambao wanafanya kazi kinyume na sheria yetu ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi, ambayo we mwananchi ukiona kama kuna mtu una wasiwasi na yeye, basi ijulishe bodi ili iweze kuchukua hatua stahiki kwa ajili ya wale watu. Hawa watu wanapokuwa wanafanya shughuli zile, wanafanya kazi kinyume na utaratibu, kinyume na utaaluma zao. Kwa hiyo ndio maana unajikuta kuna wakati fulani wanashauri vitu ambavyo sivyo na vinasababisha madhara, kosa usalama katika majengo. Lakini unaweza jikuta pingine vinasababisha miradi mingi inakuwa na cost overrun, wanasema kwa Kiingereza. Mradi unakwenda zaidi ya gharama ile ambayo imetarajiwa, kwa sababu hana taaluma ya kuweza kutengeneza hizo tathmini za gharama. Na baadhi ya wataalamu waliosajiliwa, Beata Lamusai, msanifu majengo, na Florian Munishi ambaye pia ni msanifu majengo, wameeleza namna fani hiyo imevamiwa na watu wasiokuwa na vigezo, hivyo wamesisitiza jamii kuchukua tahadhari. Tumevamiwa kweli, kuna Instagram, kuna watu wanaposti nyumba zinachukuliwa kama zilivyo, zinaenda kujengwa, lakini zile mara nyingi unakuta haziendani na mazingira ya kwetu, hazikidhi vile viwango vya hapa kwetu. Sasa sisi kwa ushauri na kanuni ambazo zipo, tunatakiwa tufuate wale client, wale wateja wetu, wale wanaohitaji kujenga nyumba, wanahitaji watafute sisi wataalamu, tuweze kuwashauri, tuweze kuwachorea ramani ziendane na site yao ilivyo, na pia tuweze kwenda na matakwa ya katika halmashauri ambayo ndiko inakwenda kujengwa. Katika hii industry ya ujenzi kuna watu wengi wanafanya shughuli zetu ambao hawajasajiliwa. Kwanza nikasema labda changamoto ni kwa serikali na vyombo vyake kuweza kufuatilia pamoja na bodi yetu pia kuhakikisha kwamba mambo yote ya ujenzi yanafanywa na wataalamu ambao wamesajiliwa na wanatambulika na bodi. Kwa hiyo utaingia huko mtaani utakuta watu, kwa mfano issue za kuchora ramani, kuna watu wengi tu wamevamia soko, wanachukua michoro, wana print, wanaiuza kwa bei nafuu, bei ambayo sio inayostahili. Kwa maana hiyo unakuta hata ujenzi itaenda kujengwa sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo nadhani ndio changamoto kubwa. Zoezi hilo limeenda sambamba na uzinduzi wa mavazi maalumu yatakayotumiwa na wataalamu hao mara baada ya kuthibitishwa na kukidhi vigezo vya usajili wa bodi hiyo. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo.
Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini imeteketeza jumla ya kilogramu 4,402.02 za dawa za kulevya katika kiwanda cha saruji cha Twiga kilichopo Uwazo jijini Dar es Salaam. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza kabla zoezi la kuteketeza dawa hizo kuanza, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, Ali Taslimu, amesema dawa zilizoteketezwa ni pamoja na kilogramu 2168.18 za methamphetamine, kilogramu 1064.29 za dawa za kulevya aina heroin, gramu 326.95 za dawa za kulevya aina ya cocaine, kilogramu 515.48 za bangi na kilogramu 653.74 za milungi, zikiwa ni dawa zilizohifadhiwa kama vielelezo vya mashauri mbalimbali yaliyopo mahakamani. Kwa mashauri ambayo hayatolewa maamuzi, mahakama iliamua dawa hizo ziteketezwe kutokana na hatari ya kuharibika au kubadilika umbo wakati mashauri husika yakiendelea. Uteketezaji huu umefanyika kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ya mwaka 2015 ambayo inataka dawa zinazokamatwa na kushikiliwa kama vielelezo ziharibiwe wakati shauri linaendelea au wakati shauri limetolewa maamuzi mahakamani. Aidha, Kamishna Limo amesema kuwa mashauri ambayo bado hayajakamilika, mahakama imeagiza dawa hizo kuweza kuteketezwa kutokana na hatari ya kuharibika ama kubadilika umbo kama sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini ya mwaka 2015 inavyotaka vielelezo vyote vya dawa za kulevya kuharibiwa wakati shauri likiwa linaendelea ama baada ya hukumu kutolewa. Miongoni mwa mashauri yanayohusishwa na dawa hizo zilizoteketezwa ni kesi ya Najibu Abdalla Mohamed iliyohusisha heroin kilogramu 882.71 na methamphetamine kilogramu 2167.29. Mamlaka inasisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua za madhubuti na kisheria za kiutendaji kuhakikisha kuwa Tanzania inalindwa dhidi ya madhara ya dawa za kulevya na kuendelea kuutaarifu umma kuhusu taarifa zinazohusu dawa za kulevya sambamba na kuimarisha ushirikiano na wananchi katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kama mlivyoona, hukumu hizi zilizotolewa nyingi ni hukumu za maisha, lakini pia kifungo cha miaka 30 jela. Kwa hiyo tunawatahadharisha pia wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya kuendelea kuacha dawa za kulevya, kwa sababu wafanyabiashara wengi tumeweza kuwakamata ambao ndio walikuwa mapapa, lakini wengi baadhi yao wamekimbilia nje ya nchi na wengine wako mafichoni. Lakini tutahakikisha tunaendelea kuwafuatilia hadi tuwakamate wote. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wananchi zaidi 3,000 wa kata ya Makuro wilaya ya Singida vijijini wamepata huduma ya maji safi na salama kupitia mradi mkubwa wenye thamani ya zaidi ya milioni 700. Amini Nyaungo anayo taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego amesema kuwa mradi huo ni jitihada za Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwajali wananchi wake. Tunapomshukuru mkandarasi, wanasema usione vinaelea, vimeundwa. Na aliyeundwa si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake anayoongoza awamu ya 6. Ndio imetuwezesha zaidi ya milioni 700 zimekuja hapa, zimeweza kutekeleza mradi. Bila fedha mradi huu wataalamu wetu wasingeweza kufanya chochote. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali. Tumepanga mipango kama mkoa, lakini mipango lazima iwe na uwezeshaji. Wametuwezesha na sisi ndani ya muda mfupi tumeutekeleza mradi wetu. Dr. Samia oye! Mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe amesema kuwa upatikanaji wa maji hivi sasa uko shwari. Sisi katika halmashauri zote mbili, manispaa ya Singida ambao umetoka asubuhi na umekuja halmashauri ya Singida DC, yani Singida vijijini, tuendelea vizuri, usalama uko sawa sawa, wananchi wanachapa kazi za maendeleo zinaendelea. Sasa kwa upande wa maji pale manispaa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuko takriban 75% ya upatikanaji wa maji. Tupige makofi kwa Samia Suluhu Hassan. Aidha, meneja wa SUWASA mkoa wa Singida amesema ya kuwa awamu ya kwanza imeisha tayari na sasa wananchi wamepata maji, huku wananchi hao wakiweza kufurahia huduma hiyo.
Awamu ya kwanza ndio imeshakamilika, tayari wananchi wanapata huduma. Tunatarajia katika mwaka huu wa fedha tunasogea kijiji kingine cha Mwarara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu ni mradi miongoni mwa miradi mingi ambayo inaendelea kujengwa katika mkoa wako. Tunayo miradi 27 inayoendelea kwa sasa ndani ya mkoa wako katika wilaya zote. Huu mradi umeweza kuhudumia watu kama nilivyosema kwenye taarifa zaidi ya 3,000 na umeweza kusogeza asilimia upatikanaji wa maji mpaka 80.3 kwa wilaya hii ya Singida. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Asasi ya kusaidia sekta binafsi ikiwamo sekta ya kilimo na mifugo, PASS Trust, ambayo inatekeleza majukumu yake hapa nchini kwa ubia baina ya serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Denmark, imesema kuwa amefanikiwa kutoa dhamana ambayo thamani yake inafikia shilingi trilioni 2.3 kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025, ambapo lengo ni kuwaunganisha wakulima katika mnyororo wa thamani kwenye sekta ya kilimo na mifugo. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaarifu. Yamezungumzwa hayo na Adam Kamanda, mkurugenzi wa biashara kutoka asasi ya PASS Trust, ambaye amesema kuwa asasi hiyo imeamua kuwakutanisha wadau wote kutoka taasisi za fedha ili kuzungumzia namna ambavyo asasi hiyo inaweza kuwaunganisha wakulima na taasisi hizo za kifedha ili wakulima waweze kupata mikopo itakayokuza sekta ya kilimo katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini na taifa kwa ujumla. PASS Trust imeweza kutoa dhamana ambayo mikopo yake inafikia toka mwaka 2020 inafikia takriban trilioni 2.3. Hiyo ni sehemu kubwa sana ya facilitation ya agriculture financing katika nchi. Miaka 20 ya kwanza PASS Trust ilitoa mikopo takriban trilioni 1, lakini katika miaka 5 iliyopita tumeweza kutoa mikopo trilioni 1.3. Sasa unaweza kaona miaka 20 na miaka ya leo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza kabisa ya serikali yenyewe kwa tayari kusaidia sekta hii. Vihatarishi katika sekta ya kilimo vimepungua. Wakulima wamejua maana ya tija, wamejua maana ya kuwekeza katika sekta ya kilimo. Sekta imekuwa, ndio maana ndani ya miaka 5 tumeweza kutoa mikopo ya trilioni 1.3 ukilinganisha na trilioni 1 tuliyotoa miaka nyuma iliyopita. Mgeni rasmi katika mafunzo hayo ni mkuu wa mkoa wa Njombe akiwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda. Financial sector lazima mbadilike. Lazima na sisi tubadilike. Tunachelewesha maendeleo ya uongezaji wa thamani wa mazao haya tulionayo kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo mimi nipende kuomba pamoja na leo mnataka kutumia fursa hii kujenga ushirikiano. Tunasema ushirikiano madhubuti baina ya taasisi za fedha, taasisi za serikali, sekta binafsi, kufungua fursa za kifedha, kupunguza hatari za mikopo chechefu. Lakini bado tunahitaji kuaminiana. Baadhi ya washiriki ambao ni maafisa wa benki akiwemo Adam Yusufu, Ashura Hakim pamoja na Lameck Haule wamesema mafunzo hayo yatawaunganisha na wakulima pamoja na taasisi za kifedha. Kwa hiyo kwa kupitia forum ya PASS na uwepo wa PASS ni kwamba imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa upande wa wakulima ambao wanafanya kilimo cha parachichi na as agriculture activities. Lakini kwa ushirikiano huu ambao PASS saizi wanaanza wanaanza kuimarisha na taasisi za fedha, ambapo kama si taasisi za fedha hasa maafisa tukaelewa zaidi PASS anafanya shughuli gani. Kwa hiyo tutaweza kuimarisha mahusiano yetu kati ya PASS na taasisi za fedha, lakini pia tutaweza kutoa elimu inayotakiwa kwa wakulima. Kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, Tanzania na Kenya zaondoa vikwazo vya kibiashara.